Ikiwa leo ni Aprili 9 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo, tukiomba utupe leo riziki yetu. Tumetenda dhambi, tumeenda kinyume na mapenzi yako, basi tunakusihi na kukuomba usamehe deni zetu. Sisi nasi wako watu ambao wametukosea, wengine tulisema hatutawasamehe, lakini Bwana ninakusihi ukatusaidie tuweze kuwasamehe wao ili nawe ukatusamehe deni zetu. Ninakushukuru kwa sababu utafanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema ukweli katika Kristo hauna kikomo. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 6:57 inasema, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Ukweli katika Kristo na kupitia kwa Kristo hauna kikomo. Mwanafunzi wa maandiko huonekana kama anayechungulia katika bubujiko lenye kuongezeka kina na upana anapoangalia ndani yake. Hatuwezi katika maisha haya kuelewa siri kuu ya upendo wa Mungu katika kumtoa mwanawe kuwa fidia kwa dhambi zetu. Kazi ya mkombozi wetu katika dunia hii itaendelea kuwa somo ambalo litapanua mawazo yetu kwa kiwango cha juu zaidi. Binadamu anaweza kujikaza kwa uwezo wake wote wa mafikara ili kuelewa undani wa siri hii, lakini mawazo yake yatachoka na kushindwa. Mtafutaji wa dhati ataona mbele yake upana kama wa bahari isiyo na ufuo wala kikomo. Ukweli kama ulivyo kwa Yesu unaweza kupatikana kwa kila mtu, lakini hauwezi kuelezeka. Upana wake na urefu wake unazidi uwezo wa maarifa yetu. Tunaweza kushughulisha mawazo yetu ya juu mno, na ndipo tutaona juu tu mipango ya upendo usioweza kuelezeka, ulioinuka kama mbingu lakini ukainama hata duniani, kuweka sura ya Mungu kwa wanadamu wote. Hata hivyo, inawezekana kwetu kuona yote tunayoweza kushiriki katika rehema hizi za Mungu. Hizi hufunuliwa kwa mtu mnyenyekevu na mwenye toba. Tutaelewa rehema za Mungu kufuatana na jinsi tutakavyoikubali kafara yake kwa ajili yetu. Tunapochunguza neno la Mungu katika ukunjufu wa moyo, mpango mkuu wa ukombozi utafunuliwa katika uchunguzi wetu. Utakuwa unaongezeka nuru kadiri tunavyozidi kuangalia na tunavyozidi kutaka kuuelewa zaidi. Urefu wake na kina chake vitazidi kuongezeka. Maisha yetu hayana budi kufungwa pamoja na maisha ya Kristo. Yatupasa kila mara tupate nguvu kutoka kwake, tukimtumia aliye mkate ule ulioshuka toka mbinguni, tukipata maji toka chemchemi ambayo siku zote ni safi na ambayo wakati wote inatoa wingi wa hazina yake. Iwapo tutamweka Bwana mbele yetu daima, tukiruhusu mioyo yetu itangaze shukrani na kumsifu, tutakuwa na upya unaoendelea katika maisha yetu ya kiroho. Sala zetu zitageuka na kuwa mazungumzo na Mungu kama tufanyavyo kwa rafiki. Atazungumza nasi siri zake. Mara kwa mara tutajiliwa na furaha ya kuelewa kuwa tuko pamoja na Yesu. Mara kwa mara mioyo yetu itawaka ndani yetu anapotukaribia ili kuwasiliana nasi kama alivyofanya kwa Henoko. Ukweli huu unapotimizwa ndani ya Kristo, huonekana katika maisha yake hali ya utulivu, unyenyekevu, upole na kujidhili moyo, ambavyo vinadhihirishwa kwa wote wanaoshirikiana naye kuwa amekuwa na Yesu na kuwa amejifunza habari zake. Wote walio na dini ya Kristo itajidhihirisha kama kanuni inayotia uwezo
iliyo na msimamo, nguvu hai ifanyayo kazi na ya kiroho. Kutakuwepo maonesho ya wazi ya upya, uwezo, furaha na ujana wa kudumu. Lulu za uzima, ukurasa wa 82 hadi ukurasa wa 84. Hii ni Aprili 9, mada ikisema ukweli katika Kristo hauna kikomo. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.